Baba, nakushukuru kwa jioni ya leo, umetupa nafasi tena katika siku hii ya maombi. Basi naomba Roho wako Mtakatifu anipe mafunuo tena, ili ya kwamba maneno haya yakaweze kuwabariki watoto wako na jina lako likatukuzwe katika jina la Yesu, amina. Somo la leo limejengwa kwenye kitabu cha Mwanzo 42. Msishangae sana nazungumza kitabu cha Old Testament sana, lakini ni kwa sababu wakati huu una concentrate sana na Old Testament. Mwanzo 42 mstari wa kwanza tu unaweza tukasoma pamoja. Inasema, basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Yakobo akaambia wanawe, kwa nini mnatazamana? Akasema, angalia, nimesikia kuwa kuna nafaka Misri. Shukeni huko mkatununulie chakula tupate kuishi, wala tusife. Sasa swali ambalo ninataka nijiulize na nyinyi, kwa nini iwe Misri? Yaani Israeli iende kutafuta chakula Misri. Umeshawahi kujiuliza hilo swali? Kwa nini? Sasa somo la leo linasema, jioni ya leo nilifundisha kule excellent ya Kibali Jumamosi kidogo tu jioni. Linasema umebarikiwa ukabariki wengine. Hivyo tu. Umebarikiwa ukabariki. Lakini nataka niwaambie sasa, yaani leo ni sawa na Marekani ije iombe msaada wa chakula Tanzania. Hivi inawezekana? Inawezekana? Unadhani kwa nini? Leo umechangamka sana, siku na nini leo? Hamjapewa saini sana. Mimi nataka niwaambie leo, Afrika imebarikiwa sana. Bwana asifiwe. Nasema tena, Afrika imebarikiwa sana. Na Afrika ndiyo ambayo mpaka leo inalisha ulimwengu mzima. Ngoja niwaambie, natumia tu mfano wa Misri. Unajua mpaka sasa hivi hakuna taifa linaweza kupambana na Misri. Hata Marekani inaiogopa Misri. Hata Israeli yenyewe sasa hivi inaiogopa Misri. Inaweza ikapiga mataifa yote ya Mashariki ya Kati, lakini haiwezi kugusa Misri. Misri ilikuwa ni kimbilio. Yesu alikimbilia wapi? Misri. Israeli walikimbilia wapi? Misri. Wazungu wanakuja kuchukua madini, wanakuja kuona utalii, wanakuja kuchukua vyakula vya maana kutoka wapi? Wanakuja Afrika. Wanakuja Afrika. Tena sisi Afrika ndio ambao tunalisha dunia nzima. Ukienda kule Ulaya, wao, mimi nimebahatika kuwa huko, wao wana magofu tu, majumba starehe, mawe. Kipindi kile cha corona nakumbuka corona ilipopiga sana, ilipiga mpaka wakawa wanajiua na wao wenyewe. Yeye mnamfahamu yule mwana Amerika maarufu. Sisi zamani tulikuwa tunaangalia Amerika wakati sijaokoka. Nilikuwa napenda Amerika. Nilikuwa napenda pia kuangalia mpira. Mimi Yanga, ila sio Yanga sasa hivi, sio ile kali sana, ya kawaida. Anaitwa Haki Hogan, kama mnamfahamu. Akasema kila weekend tulikuwa tunajivunia kwenda kwenye majumba ya starehe, kwenye michezo, kwenye nini. Sasa hivi yote haya ambayo yamekuwa yanatupatia vipato na starehe zetu yamefungwa, na starehe zetu zimefungwa.
Lakini unajua kipindi hicho mahali palipokuwa salama ilikuwa ni wapi? Ilikuwa Afrika. Na Afrika ndio ambayo haikuathirika zaidi na corona. Ndio ilikuwa salama. Hata sasa iko salama. Bwana asifiwe sana. Sasa wazungu wametuharibu kitu kimoja, kutuafifisha, kutufanya sisi tuonekane hatujabarikiwa. Walifanya hivi, wametengeneza mfumo wa elimu ambao unatufanya tuonekane wanyonge, tuonekane kuwa tegemezi, tuonekane kama vile hatujabarikiwa, na mwisho wa siku tunabakia kuwa ombaomba. Sasa sikwambii baada nimesema haya ukaache kusoma ama ufanye nini. Nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo yaani wale ambao sisi tumewazidi baraka zote tunaona wao wamebarikiwa kuliko sisi. Wametuafifisha kifikra kabisa. Kifikra. Wao wametumia elimu ya vitendo, ile ambayo Mungu aliianzisha. Ile elimu ya vitendo ambayo Mungu aliianzisha, sio ya nadharia peke yake. Sisi wametuwekea elimu ya nadharia. Tunaishika, mwisho wa siku unamaliza labda form 6, kazi una, umefeli. Umemaliza chuo, kazi una, umeshindwa, umekuwa jobless. Umesoma elimu ya kilimo, hujui kuitumia. Umemaliza SUA pale. Una shahada ya kilimo, unakuja Dar es Salaam kutafuta ajira. Amesha kukoronize kila kitu. Sasa nataka niwaambie mchana wa leo jioni, ninyi mmebarikiwa sana kuliko wazungu. Bwana asifiwe. Ninyi hapo mmebarikiwa sana kuliko watu wowote. Na wewe jioni ya leo jione kuwa ni wafahari sana, jione kuwa ni wa thamani, kwa sababu Mungu amekubariki ubariki wengine. Amekupatia akili sawasawa na mzungu na mtu mweupe. Amekupatia maarifa sawasawa na mtu mweupe. Amekupatia macho na miguu na kila kitu sawasawa na mtu mweupe. Unaweza kufanya makubwa zaidi ya wao kwa sababu wewe umebarikiwa. Wewe una kila kitu hapa Afrika ambacho kinaweza kufanya wewe kuweza kuwa mtu tajiri, mtu mwenye uwezo na mtu mwenye mafanikio. Lakini hilo lazima wewe mwenyewe uamue kutoka katika hali ya ukoloni, kutoka katika hali ya kujiona wewe ni mnyonge. Mimi binafsi, mimi hapa niliamua kabisa kutokutawaliwa kifikra. Niliamua kabisa kutokutawaliwa kinyonge. Siku moja wakati nauza vitabu hivi mmoja alinidharau sana kwa sababu nilikuwa namuuzia vitabu. Lakini nilimwambia mimi nimebarikiwa kuliko wewe. Nilibarikiwa kabisa kuliko wewe. Kwa sababu kila ulicho nacho wewe ndicho ninacho mimi. Tofauti tu ni ndogo tu za system ya maisha. Kwa hiyo mimi in fact nimebarikiwa kuliko mtu yoyote, na Biblia inasema wewe umebarikiwa kuliko watu wote, na umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kwa hiyo unapaswa kujiona wewe ni wa thamani sana, haupaswi kujidharau. Maana wewe umeumbwa na Mungu kama ambavyo niliwaambia asubuhi. Umeumbwa na Mungu, una mfano wa Mungu, na unaweza kufanya chochote katika dunia hii. Leo nilifurahi kwa mfano. Hivi karibuni niliona Mzimbabwe mmoja, nadhani atakuwa ni wa kwanza kutengeneza gari ya Zimbabwe. Huyu ni mtu mwenye akili na akili zake. Hapa Tanzania kuna mmoja, mimi napenda kuwafuatilia Waafrika ambao wana akili zenye akili. Na unaweza kuwa na kudevelop hata hapa wewe mwenyewe kufanya kitu tofauti. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaitwa Masudi Kipanya. Wangapi mnamfahamu? Wangapi mnamfahamu Masudi Kipanya?
Mmeshaona magari yake? Mmeona magari yake? Nadhani yule atakuwa Mtanzania wa kwanza kutengeneza nini? Tenza magari. Yaani najaribu kuona watu ambao wa Afrika ambao wana akili zenye akili wameamua kuwa zaidi ya wale ambao walitutawala. Bwana asifiwe. Hata wewe hapa ulipo hapa unaweza ukafanya kitu tofauti. Kama ni famasia ukafanya kitu tofauti. Kama ni nursing ukafanya kitu tofauti. Kama ni clinical officer ukafanya kitu tofauti, beyond hata darasani. Hilo linawezekana ukiamua. Ukiamua inawezekana. Unaweza ukawa mjasiriamali mkubwa hata ukiwa bado ni mwanafunzi. Nimefurahi sana, kuna marafiki yao ni wajasiriamali. Hapa kuna wanafunzi hapa ni wajasiriamali. Ni marafiki zangu, wengine wananiletea bidhaa zao. Nimefurahi sana na Bwana awabariki sana. Kwa hiyo unaweza kuwa baraka. Bwana amekufanya kuwa baraka. Acha watu wakimbilie. Kama watu hawajakimbilia kwako kutaka msaada wowote, wewe bado hujabarikiwa. Yaani kama mtu yoyote, hata mwanafunzi mwenzako ama hata mwalimu hajakimbilia kwako kuomba msaada wa kibaraka, bado hujabarikiwa. Bado anakuona tu ni hivi. Bado anakuona tu ni hivi. Kuwa baraka. Bwana asifiwe. Kuwa baraka. Katika masomo yako kuwa baraka. Katika uelevu wako kuwa baraka. Wape watu maneno ya baraka. Bwana amekuweka hapa uwe baraka. Watu wakimbilie kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kama hakuna mtu anayekuja kwako kuomba hata mashauri, kuomba hata msaada mpaka sasa katika umri huo, ujue bado una shida. Bado una shida. Bado una shida. Hata darasani kama hata mwanafunzi mwenzako aje kuomba support, kama akakuona tofauti ili uweze kumsaidia, bado hujakuwa baraka. Bado hujakuwa baraka. Nataka uwe baraka. Uwabariki wengine, uwasapoti wengine. Marafiki zako wakukimbilie hata kwa mashauri. Waseme mimi nikienda kwa mwanafunzi fulani, nikienda kwa mwalimu fulani, nikienda kwa rafiki fulani, nitapata mashauri mazuri. Nitapata mashauri mazuri. Kwa hiyo jioni ya leo, bila kuwapotezea muda, nataka niwaambie wewe umebarikiwa kuliko jinsi unavyofikiri. Mungu amekubariki, amekupa akili nzuri, amekupa uwezo mzuri, amekupa maarifa, amekupa kila kitu. Kuwa baraka kwa wengine. Na anza leo kujitengeneza kuwa baraka kwa wengine. Mimi nimeamua kuwa baraka kwa wengine. Iwe ni kwa pesa, iwe ni kwa maarifa, iwe ni kwa mashauri, nimeamua kuwa baraka kwa wengine. Na wewe mwana excellent, kuwa baraka kwa wenzako. Kuwa baraka. Wabariki watu. Wabariki kwa mawazo mazuri. Wabariki kwa mashauri mazuri. Kama una kitu kidogo, wasaidie. Kuwa baraka. Na watu wakimbilie kwako kuzitafuta hizo baraka. Na inawezekana kama utaamua tu wewe mwenyewe kujitengeneza kuwa baraka kwa wengine. Lakini ukianza kusema unajua mimi nalichukia hili neno nikilisikia, Waafrika ndio nchi zinazoendelea, alafu wazungu nchi zilizoendelea, linanikera sana sisi. Yaani linanikera sana. Yaani mimi ambaye ninatoa madini, ninatoa kila kitu kulisha mataifa ya magharibi, na kwaje ninaendelea? Bwana alishakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alishabariki. Haleluya. Kama unaamini Bwana amekubariki, nyosha mkono juu. Nawambie jirani yako Bwana amekubariki. Mwambie jirani yako Bwana amekubariki. Mwambie kuwa baraka. Kuwa baraka kuanzia leo. Na watu wakimbilie kutafuta baraka kwako. Haleluya. Yaani kama watu hawaji kwako kutafuta chochote, hata ushauri, wewe hujabarikiwa.
wewe ni bure kabisa. Kwa baraka, kwa baraka. Wabariki watu, wabariki watu, wabariki watu, wabariki watu. Watu wakimbilie kwako, wakimbilie kwako. Hawani mtu anani hata siku moja, hadi tangu asubuhi mpaka jioni mpaka wiki nzima hakuna mtu aliyekuja kwako kuomba chochote cha baraka. Wewe utakuwa na shida. Kisima chako kimekauka. Usikubali kisima chako kukauka. Haleluya. Kitoe chemchemu kila siku, watu wabarikiwe. Kitoe chemchemu. Na kwa kadri utakavyokuwa unatoa, ndivyo Bwana atakavyokuwa anakubariki. Mungu anasema the more you give, the more you receive. Lakini usipotoa, hauwezi kupokea. Na hata Waswahili wanasema itumie pesa ikufuate. Sawa sawa. Ukiwa na pesa umeishika tu hivi mwenyewe haitokuja, lakini ukiitumia inakuja. Inakuja. Jioni hii leo tutaenda kuomba. Tutasimama tuweze kuomba. Na kwa sababu leo nimeona mmefurahi sana, nitachagua mwanafunzi mmoja aje atuombee. Bwana asifiwe. Si unaona nimetumia muda mchache tu hapa. Mpaka dakika 8. Tusimame sasa. Tusimame. Tutachagua mwanafunzi mmoja aje atuombee. Tutachagua mwanafunzi mmoja aje kutuombea sisi sote ili tuweze kuwa baraka. Haleluya. Njoo wewe tuombee sasa. Kama huwezi kuomba, maana wengine wananiambia basi mimi siwezi kuomba. Bana, wote mnajua kuomba. Bwana asifiwe. Amen. Na wewe anapoomba, na wewe omba uwe baraka. Usiwe laana. Wewe umeitwa kuwa baraka, kubariki dunia. Watu wakimbilie kwako. Watu wakimbilie kwako wazipokee baraka. Na tunapoomba tuwakumbuke na wengine ambao wameenda field, wengine wameenda rotation. Wote tuwakumbuke, tuombee. Mungu awalinde na awatunze. Na wengine ambao mtakwenda, ndio mtakuwa kwenye mitihani, Bwana awabariki na awasaidie. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Tunakutukuza Mungu wetu, tunasema asante kwa ajili ya jina. Asante Bwana kwa kuwa umetupa kibali hiki kuweza kusanyika mahali hapa. Utukufu na heshima ni kwako Mungu ni hai. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja aliyeingia ndani ya mlango haya. Tunaomba Bwana baraka zako zikawe pamoja nasi ili na sisi tukaweze kuwabariki wengine. Tunaomba Bwana kwa ajili ya wenzetu walioko rotation. Tunaomba Bwana kwa ajili yetu hata sisi tunaojiandaa kwenda field. Tunaomba Bwana baraka zako ziambatane pamoja nasi. Endelea kutufunika, endelea kututania. Baraka zako na nguvu zako, uwepo wako na kibali chako ukiambatane pamoja nasi. Tunapotoka ndani ya malango haya, hata tutakapokutana siku ya kesho, tufunike kwa wingu wako na mkono wako usitupungukie. Amina. Bwana awabariki. Pigeni makofi. Pigeni makofi tena. Mungu awabariki sana.